Mei 31. Jumamosi mwaka wa 2025. Mizizi, kazi bora ya milele. Matendo 2:17 hadi 18. Kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi, akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka, matumbo yake yote yakatoka. Wakati ninyi remnant mnapofuata utimizo wa neno, kazi za uponyaji zitafanyika kwa njia ya kawaida. Kisha mtaweza kuacha nyuma kazi bora ya milele. Kwanza, lazima uwe mhusika mkuu wa kumbi tatu. Lazima uponye watu wa makabila mengi. Pia lazima uwafanye kuwa kilele. Lazima uwe mhusika mkuu wa kazi hii. Kwa kweli, makabila 5,000 yanaugua. Badala ya kufanya mambo mengine, tengeneza kumbi tatu. Pili, mara tu unakuwa mhusika mkuu wa kumbi tatu, utaweza kuacha nyuma kazi bora ya milele katika mwendo wa safari yako. Safari ya kwanza inajumuisha kufuata njia ambayo Mungu wa Utatu anaifanyia kazi. Pia, utaenda kwenye safari yako ukishikilia misingi 10, siri 10 na hakikisho 5. Kisha utaona mkondo ukibadilika popote uendapo na utaweza kutoa majibu ya maisha yote kwa wanafunzi unaokutana nao. Safari unayoichukua inaelekea kwenye kambi ya kiti cha enzi. Tatu, kuna kitu lazima uwasilishe na ni kazi bora ya pekee. Kisha utaona jibu la upekee likikuja mara tu unapoenda shambani. Hatimaye, kazi za uumbaji upya zitatokea katika siku zijazo. Haya ni matendo ya Mungu. Toa changamoto ya kuacha nyuma kazi bora ya milele kadri baraka za kiti cha enzi zinakita mizizi ndani yako. Ombi la leo. Mungu Baba, naomba niwe remnant ambaye huacha nyuma kazi bora za milele kama baraka za kiti chako cha enzi zilizokita mizizi sana ndani yangu. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.